Karibuni tujifunze pamoja. Tutajifunza kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari kuanzia wa kwanza pale. Mstari wa 24, sura ya 24 Mathayo mstari wa kwanza. Anasema, Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Naye akawajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraja wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Katika mafungu haya, fungu la kwanza hadi la 4, tunakutana na wanafunzi wanaanza kwenda kumuonesha majengo makubwa ya hekalu, yaani majengo ya kanisa yaliyojengwa makubwa. Lakini cha ajabu, wanamuonyesha Yesu, wanadhani ataweza kuwapongeza kwa kujenga kanisa kubwa, lakini anawaambia halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitafanyaje? Halitabomoshwa. Yesu anawaambia halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa, kwa sababu huu ni wakati wa kubomoshwa kila kitu. Si wakati wa kuweka majengo ambayo ni ya dhahabu, majengo ambayo ni ya bei la thamani kubwa sana. Anasema katika hilo jengo mnalolijenga halitasalia jiwe juu ya jiwe. Na makanisa yaliyokuwa yamejengwa ya thamani kubwa, yaliyotumiwa dhahabu, fedha na kadhalika, vitu vyenye thamani. Wanamwonyesha Yesu kwamba majengo haya ni ya thamani sana na Yesu atawapongeza. Lakini Yesu anawaambia halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe. Mstari wa 4 anasema, wanasema, ni lini dalili za kuja kwako? Lakini Yesu anawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Wanamuuliza, tuonyeshe dalili za kuja kwako, au ni lini wewe utakuja? Lakini cha ajabu anawaambia na kuwapa tahadhari, angalieni sana mtu asije akawadanganya. Twende kwenye mafungu yanayofuata. Mstari wa 5 anasema, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Mstari wa 5 unatambulisha manabii wa uongo. Anasema kwamba angalieni mtu asiwadanganye, maana wengi watakuja kwa jina la Yesu wakisema wao ni Kristo. Wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo. Anatupa tahadhari kwamba wengi watakuja kwa jina la Yesu wanasema wao ni Kristo, kumbe sio kweli. Na sasa tunapoangalia katika karne hii, katika ulimwengu huu, yamekwisha kutokea tayari. Kwa hiyo tahadhari aliyotuachia Yesu tunapaswa kuikumbuka sana, na tujue tuko nyakati gani. Yesu aliweka tahadhari na sasa imekwisha kuwepo ya kwamba watu watakuja kwa jina la Yesu watasema wao ni Kristo. Na sasa tunaona imekwisha kutokea na hao watu wapo na wanaendelea. Kwa hiyo tahadhari aliyotupa Yesu hakika tunapaswa kuikumbuka sana, ili iwe njema kwetu, tusidanganywe na madanganyifu ya mwovu. Mstari wa 6 anasema, nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana haya hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Fungu la 6 anasema, angalieni, yatakuja matetesi ya vita vya hatari, lakini hayo hayana budi kutokea. Kumbe vita vinavyoendelea vilitabiriwa na Yesu. Vita vinavyoendelea tusishangae ni kwa sababu gani? Sababu ni Yesu alitabiri kwamba vita kuwepo. Lakini katika mstari ule wa 7 anasema, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali.
Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Ufalme kwa ufalme vitapigana, taifa kwa taifa vitapigana, na sasa imekwisha kutokea. Taifa kwa taifa vinapigana, ufalme kwa ufalme vinapigana. Kwa hiyo kumbe haya yote ni Yesu aliyatabiri kwamba yatakuja kutokea na yatakuwepo. Na haya yote yalifunuliwa ili kutuambia sisi ni tupo wakati gani na wakati gani ambao tunapaswa kustarehe na kurelaksi. Huu si wakati wa kustarehe, kwa sababu Yesu alitabiri kwamba mwisho ukaribu, tukiona haya yanatokea. Lakini anasema mwisho wa haya yote ukisha kuja, mwisho ule bado. Lakini hayo yasitufanye sisi tuweze kunyong'onyea, bali yatufanye sisi tuweze kusimama imara katika kutetea kweli ya Mungu. Anasema hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa hiyo haya yanatokea, mwisho bado. Ni mwisho upo rini. Mstari wa 8 anasema hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Kumbe hayo yote yanayotokea sio mwisho wa dunia, bali ni mwanzo wa utungu, yaani mwanzo wa mateso, mwanzo wa kuteseka kwa Kristo, mwanzo wa kuteseka kwa watu wa Mungu wanaoitetea kweli ya Mungu. Katika mstari wa 9 anasema wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Hebu turudie mstari wa 9, anasema wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Kumbe wakati huu tutasalitiwa. Wakati huo kila mtu atatusaliti sisi ili tuweze kupata dhiki. Tuweze kupata dhiki watu wa Mungu. Watu wa Mungu tutateswa, tunaoisimamia kweli ya Mungu, tunaosimamia ukweli wa Yesu Kristo, ukweli wa Mungu. Tutateswa, tutapata dhiki. Mwanzo wa utungu ndiyo hapa, tutateswa watu wa Mungu na hatimaye kupata dhiki. Anasema tutasalitiwa. Anasema tutasalitiwa kwa sababu gani? Mataifa watatusaliti na tutauawa, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote. Tutachukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina la Yesu. Kumbe haya yote yalitokea, tusione anakuja tukashangaa, kwa sababu yamekwisha kutabiriwa. Basi na turejee kusoma maandiko ili tujue ni kipi kinafuata na kipi kinastahili kuwepo. Anasema kwamba yote hayo yalitabiriwa kwa ajili ya kutuandaa sisi kwa ajili ya uzima wa milele. Twende mstari wa 10, anasemaje? Mstari wa 10 anasema ndipo wengi watakapojikwaa, nao watawasaliti na kuchukiana. Kuna Wakristo ambao tulikuwa tunajua kweli ya Mungu, mara muda mwingi sana tunakuwa tukijifunza kweli ya Mungu, lakini tutasalitiana sisi kwa sisi, tutasalitiana na kuchukiana. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanzo wa utungu, kuna ambao hawataweza kukaa na hiyo dhiki, watakimbilia katika raha, kwa sababu hawajazoea shida, watakimbilia katika raha na kwenda kuponda raha za dunia na kuweza kuenjoy na kuwachukia wale wanaoitetea kweli ya Mungu, wakiogopa ile dhiki. Kwa hiyo tujiandae, kwa sababu wakati umekuwa karibu sana wa kurudi kwa Yesu. Hatujui ni lini, lakini ni nyakati, ni dalili zaonesha. Taifa kwa taifa vinapigana, ufalme kwa ufalme vinapondana. Ni sasa, ni wakati wa utungu. Tujiandae kwa ajili ya dhiki iliyo mbele yetu. Tuwe tayari, kwa maana Yesu yuko karibu kurudi. Mstari wa 11 anasema na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Manabii wa uongo watatokea duniani, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi umepoa. Upendo wa wengi umekwisha kupoa. Wengi waitunzao amri ya Mungu na imani ya Yesu, wengi waishikao kweli ya Mungu, upendo huo umekwisha kupoa, kwa sababu maasi yamekwisha kuongezeka. Lakini manabii wa uongo wamekwisha kuwapo tayari. Manabii wa uongo wamekwisha kuwasili, kwa sababu ilitabiriwa. Hatuna budi kushangaa, bali tuzidi kuitangaza kweli ya Mungu na kuwahubiria watu kwamba manabii wa uongo wapo na wanaendelea kumwakilisha Shetani, lakini upendo wa wengi unapoa kwa sababu maasi yamezidi kuongezeka. Mstari wa 13 anasema lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka.
Kwa kumbe baada ya hayo yote kutokea, baada ya hayo yote kuwepo, Yesu anasema lakini mwenye kuvumilia hata mwisho kwenye hiyo ziki, hakika ndiye atakayeokoka. Wokovu tutaupata mwisho pale Yesu atakaporudi. Kwa hiyo sasa hivi inatakiwa tupigane vita vizuri, tuweze kuishinda dhambi, hakika tuweze kuokoka. Anasema mwenye kuvumilia hiyo ziki, mwenye kuvumilia hayo mateso ndiye atakayeokoka. Je, mimi na wewe tupo tayari kuvumilia ili hayo mateso na dhiki ili tuokoke, au tupo tayari kuangamia tukaweze kuepuka na hayo mateso? Mstari wa 14 anasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Mstari wa 14 anasema tena habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa. Mpendwa, habari njema ya ufalme itahubiriwa na mataifa yote, itahubiriwa kwa mataifa yote na kuwa ushuhuda kwa mataifa yote na ule mwisho utakapokuja. Kumbe habari njema itakapohubiriwa kwa mataifa yote, ule mwisho wa kuja kwa Yesu ndipo utakapokuwa umefika. Yesu yu karibu kurudi. Tuache dhambi, tutubu na tuweze kukabiliana na dhiki iliyo mbele yetu. Yesu anatupenda sasa na yuko tayari kwa ajili ya kutuokoa sisi ambao yupo tayari na amekwisha kutuokoa. Ni jambo moja tunalopaswa kuwa nalo, ni kushika amri za Mungu na kuhubiri injili ya Kristo kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Mungu atubariki sana. Kwa siku ya leo tutaishia katika fungu la 14 la Mathayo 24. Tumeishia fungu la 14 kwa sababu tumekutana na fungu la 14 linalosema tena habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa na ule mwisho ndipo utakapokuja. Kwa hiyo habari njema ya Mungu itakapohubiriwa katika ulimwengu wote, ndipo ule mwisho utakapokuwa umefika na ndipo marejeo ya Yesu yatakapokuwa karibu. Mungu akubariki sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nami toka tulipoanza hadi tumefika mwisho. Jina la Bwana litukuzwe na jina la Bwana likawe nasi sote. Video hii tuisambaze kwa watu wengi, tuweze kuwasambazia watu wengi waweze kuiona video hii na hatimaye tuweze kujua katika wakati huu tuko kwenye kipindi gani. Usisahau kusubscribe channel hii tuweze kupata video nzuri ambazo zitatujenga kiroho na zitatutayarisha kwa ajili ya uzima wa milele. Usichoke kuitazama hadi mwisho, bali itazame mpaka mwisho, nawe utashinda katika hayo yote. Mungu atubariki sana. Karibu tuombe. Haleluya. Mungu wetu na Baba yetu mwema, tunasema asante. Tunakushukuru Bwana kwa kutupatia tumaini jingine tena katika wakati huu. Masaa haya na kipindi hiki tunajikabidhi mkononi mwako. Tunahitaji uwepo wa Roho wako mwema katika hili somo tulilojifunza. Bwana, likae msaada katika maisha yetu na kututayarisha tuwe tayari kwa ajili ya uzima wa milele. Tunaomba ukatusamehe Bwana tulipoenda kinyume na mapenzi yako. Ni kwamba habari njema ya ufalme itakapohubiriwa kwa mataifa yote, kuwa ushuhuda katika mataifa yote, na ule mwisho ndipo utakapokuwa umefika. Nasi Bwana tunalikiri jina lako na tuna imani ya kuwa utakuwa nasi. Tunajikabidhi kwako na tunaomba mapenzi yako yakatimizwe kupitia sisi. Ukatutumie kama chombo tu, bali mnenaji mkuu ukawe wewe. Masaa haya na kipindi hiki tunanyamaza kimya kusikiliza Bwana na kuweza kunena nasi rohoni na mioyoni mwetu. Somo hili likaguse wengi na wengi wakaweze kuyatoa maisha yao kwako, hatimaye wakaweze kurejea, kwa maana ufalme wako karibu kuja. Umesema kwamba mwisho wa wakati wote tutapata dhiki, lakini huo sio mwisho wake. Mwisho utafika pale tutakapolitangaza jina lako, tutakapowahubiria mataifa yote, ndipo mwisho wako utakapofika. Mungu, tunaomba ukatusaidie tukaweze kulitangaza jina lako. Tunapoailisha na kuhitimisha, tunaomba ukae pamoja nasi. Ndipo tuombazo kwa imani ni katika jina la Yesu. Amina. Mungu atubariki sana katika jina la Yesu. Amina.